Hali gani popote ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo ikiwa ni tariki 20 Machi 2026. Hii ni Kwetu News 24 inakuletea habari zenye uchunguzi wa kina, zenye kuthibitishwa na zenye ukweli kabisa. Ni kuombe mbele ya kwenda mbali zaidi, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi duniani, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili wapate habari zetu. Msikilizaji, tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya vita. Mashariki mwa DRC tunaanzia tarafani Fizi. Ni kwamba mbunge mchaguliwa tarafa la Fizi kunako ubunge wa kitaifa Basoshi Bweteofil ameonana na waziri wa miundombinu ili kutetea shida za tarafa la Fizi. Maongezi yake na waziri wa miundombinu yalianzishwa tangu Jumatano ya wiki hii. Miongoni mwa hayo waliozungumzia ni pamoja na kukarabatiwa kwa barabara ya taifa namba 5 kunako eneo la Luanga, kujengwa kwa bandari katika mji wa Baraka na kuwepo kwa trading au usafi wa mto Lukuga huko Kalemi ambao hufanya maji ya Tanganyika kuleta hatari kubwa zaidi. Mizozo ya uongozi katika jiji la Baraka yashangaza raia na kuhofia maendeleo kurudi nyuma katika jiji hilo. Mizozo ya uongozi ni chanzo cha maendeleo kurudi nyuma na usababisha watu kutokupendana. Hayo ni masemi yake Orfe Kamengele ya Monea, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, aliyebaini kuona kwa muda mrefu viongozi wa mahali mjini Baraka kuwepo na huyo asema hali hiyo husikika vibaya kwa wananchi wengi, hata upelekea wengi kujawa na chuki. Jimboni Ituri ni kwamba zaidi ya watu 8 wapoteza maisha na wengine wengi kuokolewa wakati wa ajali ya boti iliyokuwa ikisafirisha abiria na mizigo kadhaa ilipodhama ndani ya ziwa Albert baada ya kukabiliwa na upepo mkali. Boti hiyo ilikuwa ikitokea Chomia tarafani Jugu, jimboni Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hali hiyo, viongozi wa mahali waomba wasafiri kuheshimu mikakati na ulinzi ndani ya ziwa Albert, kama vile kujaza mizigo ndani ya boti, kuvaa nguo za kuogelea, pia kuwa makini wakati wa usafiri. Hali ya usalama sio kuridhisha ndani ya tarafa la Mwenga. Wakati huo milio ya risasi yatajwa kusikika kila leo, huku raia eneo hilo waendelea kuwa na wasiwasi miongoni mwao. Ufahamisho kwamba hali hiyo yasababishwa na kundi kinachojiita Longola Sapato ambacho kinaendelea kunyanyasa raia, huku wengi wakichukuliwa simu na vitu mbalimbali. Pia kikundi hicho chataja kuingilia raia ndani ya nyumba zao na kwenye hoteli mbalimbali ili kuchukua vitu vya samani na kadhalika. Kutokana na hali hiyo, shirika la kiraia toka eneo hilo laomba viongozi husika na usalama kuingilia kati swala hilo na kuomba haki ya mwanadamu iheshimiwe na kulindwa. Pia shirika hilo la kiraia laomba raia wa eneo hilo kuwa na mawasiliano na viongozi husika na usalama wakati wa shida. Usalama ulirejea ndani ya vijiji vya Lusoa, Iyobora, Mirage na Kiahala, usultani wa Bwito tarafani Ruchuru, jimboni Kivu Kaskazini. Hayo ni baada ya mapambano iliyosikika eneo hizo kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya AFC M23. Habari tulizopokea ni kwamba mapambano yalianza mida ya asubuhi, ndipo wazalendo walianzisha mapambano kwa kuingilia vizuizi vya AFC M23. Kwa hali hiyo, raia wengi walihama makazi yao kwa ajili ya kutafuta usalama. Modeste Bahati Lukwebo, spika makamu wa pili wa chumba cha maseneti, ameamua rasmi kuacha kazi katika ofisi hiyo. Barua yake imesema kwamba kujiuzulu kwake kumetokana na vurugu zinazoshuhudiwa kwa sasa katika ofisi hiyo. Tambua kwamba Bahati Lukwebo alikuwa tayari ameviziwa kukataliwa ofisini mwao kulingana na aliyoyasema hivi karibuni kwa kupinga mawazo ya kukubali katiba.
Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, sina la ziada, ni kuombe usikose kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kupata habari zetu kwa urahisi.